Mheshimiwa mgeni rasmi, matarajio yetu makubwa kwa sasa ni kuhakikisha kwamba ifikapo mwezi wa 6 tunaanza ujenzi wa ukumbi wa kitongoji kwa ajili ya mikutano na shughuli mbalimbali za maendeleo. Ujenzi huo unatarajiwa kugharimu jumla ya shilingi milioni 15,988. Kutokana na umuhimu wa mradi huu kwa wananchi wetu, tunakuomba Mheshimiwa mgeni rasmi uweze kutuunga mkono na kutuchangia katika ujenzi wa ukumbi huu ili uwe chachu ya maendeleo na sehemu salama ya mikutano ya wananchi wa kitongoji chetu. Kwa sababu nyumba yoyote ile au ofisi yoyote inaanza na msingi. Mimi nimeona hapa kuna tofali, nafikiri kuna mawe tripu 6 hapa. Basi mimi kwenye kipengele cha mawe kama mgeni rasmi leo pia nafikiri naomba nikifute tripu 6 zote nitazileta. Lakini jambo lingine nimeona kuna mchanga hapa. Mchanga huu naona nao mniachie. Huu mchanga mniachie, nitauleta. Lakini pia nimeona kuna tofali hapa ambayo ni tofali bloku ni 2,500. Sasa hapo mimi naomba nipunguze mzigo. Mimi nitaleta tofali 1,000. Nitaleta tofali 1,000. Kwa maana hiyo mawe hatudaiani tena. Kwa maana hiyo mchanga hiyo hatudaiani tena. Ndio hivyo. Bila shaka msingi umeshaisha. Lakini pia kwenye tofali za bloku 1,000 naamini kwa kuanza zitatusogeza pazuri. Ndio hivyo. Zitatusogeza pazuri. Lakini kwa kuwa kama mimi mwenyewe mwananchi wa kitongoji hiki, basi tutaendelea pia kusapotiana pale patakapokuwa panaendelea kubakia, hatutakuwa nyuma sana, tutakuwa tunaendelea kusapotiana. Mimi kwa jina naitwa Jackson Motera Mwarusanya, ndiye mwenyekiti wa kitongoji cha Zahanati. Kitongoji cha Zahanati toka uhuru hatujawahi kuwa na ofisi ya kitongoji. Nimekuwa mwenyekiti toka mwaka 2009 mpaka 2019. Nimetawala hapa, hatuna ofisi ya kitongoji. Hadi leo tulikuwa hatuna ofisi ya kitongoji. Lakini sasa tumepata mdhamini ambaye anaitwa Bwana Tulizo Batazari Mapunda kutujengea ofisi. Mwaka jana tumenunua kiwanja, mwaka huu ndio tuna ujenzi wa ofisi. Kwa hiyo nadhani kwa nguvu hii itatupa msukumo wa kwamba kitongoji kitakuwa na ofisi. Tunaomba Bwana Mapunda, Mungu amjalie sana kwa kile alichokitoa, kwa sababu tumepata misukosuko mingi sana kipindi cha mvua na kipindi cha jua. Tulikuwa hatuna ofisi wala tulikuwa hakuna mahali pa kufanyia mikutano ya kitongoji. Kwa majina anaitwa ndugu Mpoki Joseph Mwakilema, ni afisa mtendaji wa kijiji cha Songwe. Mimi kijiji hichi kikazi nimeanza kazi mwaka jana mwezi wa 2. Na kijiji hichi kina jumla ya vitongoji 8. Na katika vitongoji hivyo 8 hakuna kitongoji ambacho kina ofisi. Leo hii kwa mara ya kwanza nimeweza kushuhudia jambo la kipekee na jambo la kitofauti kupitia kitongoji hichi cha Zahanati. Wameanzisha jambo zuri sana la mkakati wa kujenga ofisi ya kitongoji cha Zahanati, na tulikuwa tuna harambee ya kuchangisha hiyo michango. Lakini katika jambo kubwa ambalo tunaweza kushukuru na kupongeza, tunampongeza sana ndugu yetu Mapunda. Amefanya jambo kubwa na la heshima sana ndani ya kitongoji hichi na kijiji chetu cha Songwe kwa kuweza kusapoti mambo mengi. Cha kwanza, ameweza kutusaidia ama kusapoti hichi kijiji na kitongoji hichi kufanikisha kupata uwanja kwa ajili ya kufanikisha kujenga ofisi ya kitongoji. Lakini leo hii pia ameweza kushiriki hii michango kwa kuchangia vitu vifuatavyo ambavyo vipo kwenye utekelezaji wake. Kwa majina naitwa Mchungaji Joshua Salibingo Mtindo. Ni mchungaji wa kanisa la Tanzania Assemblies of God. Katika historia tuna kabisa hapa
itakuwa ni mara yetu ya kwanza kupata kitu kama hicho hapo. Tulikuwa tunapata matatizo mengi sana, wakati mwingine kumtafuta mwenyekiti wa kitongoji, tukienda nyumbani kwake tunamharibia hata faragha yake. Wakati mwingine anakuwa yuko shambani, wakati mwingine yuko maeneo mbalimbali. Lakini sasa hivi baada ya uongozi wake huyu mwenyekiti wa kitongoji akawaza kwamba lazima tupate ofisi ya kitongoji. Kwa hiyo tumeifurahia sana. Pia tumefurahi kumpata ndugu yetu Tulizo Mapunda ambaye ameweza kufadhili sana hii ofisi. Ameweza kujitoa vitu vingi, tilipo 6 za mawe, tilipo za mchanga na vitu vingine. Kwa jina naitwa Rose Leonard Mwamlima. Mimi ni mwana kitongoji, lakini katika kitongoji hichi nimechaguliwa kuwa mtunza hazina wa ujenzi wa ofisi ya kitongoji chetu cha zahanati. Kabla hiyo ofisi tulikuwa tunakaa nje ya nyumba ya mwenyekiti wetu wa kitongoji, na hichi kitongoji ni kikubwa mno. Kwa hiyo pale kwanza Azam moja sasa hivi wameweka mashine. Kwa hiyo pale walipoweka mashine sasa nyingine tukikaa pale tunakuwa tusikilizane. Kwa hiyo nayo hiyo ilitusukuma sana kutaka tupate ofisi. Pili, mvua ilikuwa ikinyesha. Tulikuwa tunakuja kumuomba huyu baba ambako leo tumetumia jengo lake. Lakini jua nalo likiwaka, panajua kali sana pale tunapokalia vile vikao. Kwa hiyo tukaona hichi kitu tuamue kujenga ofisi ya kitongoji chetu. Napenda kumshukuru Mapunda, kwanza sio mara ya kwanza kuchangia hapa, ni mtu mmoja mchangiaji mzuri sana. Kokote ukimuita hasiti kwa kweli kutoa. Mungu ambariki sana kwa sababu hajatoa ni hapa tu, ni sehemu nyingi anatoa. Mungu ambariki. Mimi naitwa Tulizo Mapunda. Nimefika hapa leo, nimealikwa kuwa mgeni rasmi katika kitongoji hiki cha zahanati. Walikuwa na harambee kwa ajili ya ujenzi wa ofisi ya kitongoji. Na katika asili yake katika kijiji hiki hakijawahi kupata ofisi ya kitongoji. Kwa hiyo hapa ndio kitongoji cha kwanza kinaenda kupata ofisi yake ya kujitegemea. Na katika ujenzi huo gharama zote katika BOQ inasoma milioni 15 na point. Lakini kwa robo tatu mimi kama mgeni rasmi nilivyoalikwa mahali hapa nimechangia robo tatu ya ujenzi huo, na nimewaambia kwamba kama kuna chochote kitakachokuwa pia kinasalia basi nitajitahidi kuhakikisha kwamba naendelea kushirikiana nao, kwa sababu hapo awali walikuwa na harambee kwenye fedha kwa ajili ya kununua eneo, lakini mimi waliponikaribisha tena kwenye ile harambee nilichangia kwa kiwango kikubwa kuhakikisha kwamba eneo linapatikana, na hata sasa eneo limeshapatikana kwa ajili ya ujenzi wa ofisi ya kitongoji hicho, na sasa hivi wanaenda kuinua ofisi moja na kumbi kwa ajili ya kutunza dokumenti mbalimbali za serikali ya kitongoji cha zahanati. Na kwa sababu miaka yote mimi binafsi nimeona mwenyekiti wa kitongoji amesema dokumenti nyingi zimekuwa zikipotea, muda mwingine wanakutana katika vikao vyao kwenye jua, muda mwingine mvua. Kwa hiyo hapa kuwa na hata ile heshima kama sehemu ya uongozi wa mtaa au kijiji. Kwa hiyo pamekuwa na changamoto hii kwa muda mrefu, lakini sasa tukaona ijengwe ofisi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba sasa kumbukumbu zote ambazo zitakazokuwa zinafanyika ndani ya mtaa huu, ndani ya kitongoji hicho, basi ziwe zinatunzwa pale katika ofisi ile. Na mimi nimejitoa kuhakikisha ofisi hii inaisha ili wananchi waweze kupata huduma hiyo.